Bwana ameweza kutujalia kuingia katika sehemu ya maombi na tumeweza kufunguliwa mkutano wetu wa siku ya leo na mchungaji wetu Pastor George. So nachukua nafasi hii kuwakaribisha wote ambao wamekuja katika nyumba ya Bwana, na Bwana awabariki, Bwana awasaidie, na Bwana awaweke huru. Amen. Hallelujah church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kila mmoja naomba tu neema na rehema za Bwana sikae juu yake. Bwana akupe utulivu, Bwana akupe ujumbe na usemi na kiu ya kusikia neno la Bwana. Kwa kusikia neno la Bwana, shida ulio nazo inaenda kuondoka. Amen. Matatizo inayokusumbua itaondoka. Magonjwa yote itaondoka kwa ajili ya jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na nachukua tena nafasi hii kushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya wateule wote ambao tuliweza kuwa nao hapa katika maombi ya kufunga kuanzia Wednesday mpaka leo. Bwana ametenda mambo makuu katika maisha yetu, na ninajua kwamba kupitia kwa hiyo maombi ambao mtu wa Mungu umeomba, Bwana hatakosa kutenda jambo. Bwana atakupigania, Bwana atakutetea, na Bwana atakuongoza, na Bwana atatetea nchi yetu, na atakomboa nchi yetu. Kwa sababu sio sisi peke yetu tunayoomba. Watumishi wa Mungu wanaomba maombi haya sehemu tofauti tofauti. Na lengo la maombi si ya kwamba wanaomba Mungu awabariki awainue, hapana. Wanaomba ya kwamba Bwana aponye nchi yetu, ili watu wa Bwana wakae maisha ya kumfurahisha Bwana. So ninashukuru Mungu kwa sababu ni mwema. Ninaenda straight kwa neno la Bwana. Chukua Biblia yako na kitabu chako cha kuandikia. Nataka kuzungumzia juu ya mafuta. Amen. Amen. Mafuta. Mafuta. Mafuta ya Bwana, the anointing of God. Mafuta matakatifu ya Bwana. Ninapoongea juu ya mafuta, ni jambo ambalo nataka ufuatane nami katika maandiko ili tukaweze kufundishana, tuweze kujua ni mafuta aina gani ambayo nataka kuzungumzia. Na mafuta ambayo nataka kuzungumzia ni mafuta ya Roho Mtakatifu. Ni mafuta ya Roho Mtakatifu. Amen. Mafuta ya Roho Mtakatifu. Na mafuta ya Roho Mtakatifu, nataka kuzungumzia hiyo mafuta, na nitazungumzia baadhi ya vitu ambao vikichanganywa na hiyo mafuta inaharibika. Haiwezi fanya kazi. Amen. Nitazungumzia vitu ambao vikichanganywa na hiyo mafuta, basi hiyo mafuta haiwezi fanya kazi. Na ninataka unifuate vizuri, mtu wa Mungu, unielewe, kwa sababu ni jambo la Roho Mtakatifu. Sababu mafuta haya ambayo tunaiona katika chupa ambao wachungaji na watumishi wanatumia, ni mafuta ambao unaweza changanya hata na maji. Lakini kwa sababu iko katika chupa ya mafuta inaitwa anointing oil, oli ingine sijui inaitwa majina tofauti tofauti. Unaweza changanya na kitu chochote. Unaweza chukua hata mafuta ya mbogo changanya ndani. Unaweza weka hata salad. Hata wachungaji wengine wanamwagilia watu salad kwa kanisa. Ukiwaambia ni mafuta. Wengine wanamwagilia hata Grace kwa watu, nasema ni mafuta. Sasa simaanishi, namaanisha mafuta ya Roho Mtakatifu.
Ndio nataka kuzungumzia. Na Bwana akubariki sana mtu wa Mungu. Nataka usome Biblia katika kitabu cha John. Injili ya Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Mbili kuanzia 20. Tafundishana nawe kwa njia hiyo na Bwana atakubariki. Barua ya kwanza ya Yohana. Somaji wa Biblia. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 kuanzia mstari wa 20. Biblia inasema, nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua nyote. Haleluya. Amen. Bwana akanena katika kinywa cha mtumishi wake ya kwamba nanyi mumepakwa mafuta kwa yeye aliye mtakatifu. Imesema namna gani? Nanyi mmepakwa mafuta. Nanyi mumepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu. Tumepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu. Amen. Tumepakwa mafuta na Bwana Yesu. Yeye ndiye aliye mtakatifu pekee. Yeye ndiye ametupaka mafuta. Biblia inasema namna gani? Nanyi mnajua nyote. Na sisi sote tunajua hivyo. Haleluya. Amen. Tumepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu. Mtakatifu wa Mungu, yeye ndiye amekupaka mafuta dada, yeye ndiye amekupaka mafuta ndugu, yeye ndiye amekupaka mafuta kijana na hata msichana. Na sisi sote tunajua hivyo. Biblia inasema namna gani? Sikuwaandikia ninyi kwa sababu hamuijui iliyo kweli. Hatukuandikiwa maandiko haya hatu kwa sababu hatujui iliyo kweli. Tunajua ukweli ya kwamba anayetupaka mafuta, anayetuita ni yeye aliye mtakatifu. Amen. Watu wengi wanapotozwa. Wengine wanasema kwamba kuja nikuwekelee mafuta, kuja nikubariki, kuja nikujaze. Wanadanganywa na mabishop na mapasta. Na niko hapo kuambia mabishop na mapasta ambao wanafanya uongo na kuleta biashara na vituko katika kazi ya Bwana, na kwamba muache. Sababu wewe huwezi paka mtu mafuta. Nataka utofautishe siku zile ambao Bwana Mungu alikuwa anajiinua kwa manabii kwa ajili ya kuchagua wafalme. Bwana alikuwa ananena na mtu, wanaenda kumwagilia mafuta kwa sababu ya wafalme na viongozi. Ni tofauti na wale watu wa Mungu ambao wanajazwa Roho Mtakatifu. Hakuna jinsi unaweza beba Roho Mtakatifu kwa chupa wala kwa pembe. Hawezi beba Roho Mtakatifu wa Mungu kwa chupa wala kwa pembe. Wewe ndio umwagilie ndani ya mtu. Yes. Amen. Amen. So tunawekwa mafuta na yeye aliye mtakatifu. Na njia ya yeye mtakatifu kutuweka mafuta nitakuonyesha. Songa. Hapo 29 soma. Bali kwa sababu mwaijua. Bali kwa sababu mwaijua. Tena kwa hapana uongo wowote utokao katika hiyo kweli. Sasa kwa jina ya njia ya huyo mtakatifu, kwa sababu tunajua habari ya ukweli, hapana uongo wowote utokayo katika ukweli. Amen. Amen. Na watu wa Mungu wanafanya vituko na visharakazi ya uongo. Ya uongo. Mungu mtu anataka aombewe, Mungu amfungulie mlango apate kazi, na unamwagilia mafuta. Mtu ako na pepo linamsumbua, linatembea ndani ya mwili wa mguu wa tumbo, na unamwagilia mafuta kwa kichwa. Sasa watu wametake advantage ya vice versa kwa kasi ya Bwana. Wanafanya vitu tofauti na mapenzi ya Bwana. Hiyo ndio inafanya hata watumishi wa Mungu hawaja kuwa na uwezo na mamlaka ya kusimamisha jambo hili ambalo linasumbua nchi. Sababu waliingisha uongo mingi ndani ya ukweli. Bwana anasema hakuna uongo ndani ya ukweli. Soma nani katika Biblia?
22. Yes. Ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo ni nani? Ni nani aliye mwongo? Ila ni yeye tu anayekana ya kwamba Yesu Kristo ni nani. Ule ambao hatambui Yesu Kristo ni nani, huyo ni muongo. Na ule anayetambua Yesu Kristo ni nani, basi anajua ya kwamba ndani ya Yesu kuna ukweli. Amen. Kuna ushindi. Yes. Kuna baraka. Yeah. Kuna ujasiri. Yes. Kuna uponyaji. Kwa sababu anatambua. Kondi. Huyo ndiye mpinga Kristo. Anayekana Yesu Kristo ni nani? Huyo ndiye mpinga Kristo. Tuendelee. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Huyo anayemkana Baba na Mwana, huyo ndiye mpinga Kristo. Na kuna wapinga Kristo wengi duniani. Na pia wanatembea na Biblia. Continue. Kila amkanaye Mwana hanaye Baba. Amkirie Mwana anaye Baba. Anayemkiri Mwana anaye Baba pia. Ule ambao anamkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake, basi anaye Baba ambao ni Mungu. Amen. Amen. Anaye Baba pia. Haleluya. Soma maandiko dada. Ninyi basi hilo mlilosikia tangu mwanzo na likae ndani yenu. Lile mlilosikia tangu mwanzo ya kwamba Yesu Kristo ni mtakatifu, anafungua na bariki, likae ndani mwenu. Ikiwa hilo mlilosikia tangu mwanzo linakaa ndani yenu, hilo mlilosikia tangu mwanzo likiwa linakaa ndani mwenu, ninyi nanyi mtakaa ndani ya Mwana, na nyinyi nanyi mtakaa ndani ya Mwana, na ndani ya Baba, na ndani ya Baba. Na hii ndiyo ahadi aliyotuahidia. Sasa wale wanakaa ndani ya Mwana, ndani ya Baba, kuna ahadi, promise, ambao Baba anatuahidi au aliyotuahidia. Continue. Yaani uzima wa milele. Uzima wa milele. Nimewaandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Watu wale ambao wanataka kuwapoteza, yani wapendwa, watu ambao unaona wengine wamepotea, si eti anapotea peke yake. Kuna watu wa Mungu, watu wanajiita manabii, watu wanajiita mahubiri, mapasta, madilaren, maapostoli, ndio wanapoteza watu wengi. Amen. Sasa tumeandikiwa haya ili tusome, tuelewe, tujipushe na wale watu wanataka kutupoteza. Amen. Amen. Soma neno, mtu wa Mungu, kaa ndani ya maombi, upate ufahamu na ufunuo, usipotezwe na mtu. Haleluya church. Naongea na mtu. Na nipata vizuri. Ubarikiwe kama unapokea hili neno na likae ndani mwako kwa wingi. Liwe chemichemi ya uzima ndani ya maisha yako. Sababu inasema kwamba wanayemtambua Mwana na ana Baba pia ana uzima wa milele. Uzima wa milele. Sio kofia kwamba tutakufa. Sasa kama hiyo ugonjwa, mimi nitakufa, maana niko na corona iko wapi? Ni nguvu za giza. Na ukiwa na uzima wa milele, haufii mambo inayotaka kuja kuua mwili, kwa sababu haiwezi kuua roho. Amen. Roho iko hai. Roho iko hai. Soma maandiko dada. Nani mafuta yale mlioyapata kwake. Sasa hiyo ndio sababu niliita topic ya kwamba ninaongea juu ya mafuta. Sasa Biblia inasema nanyi mafuta yale mlioyapata kwake. Amen. Amen. Sasa tumeonyeshwa direction vizuri kabisa. Tumepewa direction. Mahali tulitoa nani mafuta? Mahali tumepata wapi? Mahali tunatoa wapi? Mafuta tuliyopata wapi? Just repeat. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu. Sema asante Yesu. Haleluya. Mafuta yale tuliyopata kwake yanakaa ndani mwenu. Haikai ndani ya chupa wala ya mitungi. Yes. Haikai ndani ya vibuyu. Amen. Inakaa ndani yako, mtu wa Mungu. Yes. Mafuta mliyopata kwake. Tuhubiri aje watu wa Mungu wasikie, ili wakose kupotozwa na machupa kama waganga. Unapata mchungaji anatembea na baka kubwa inamsumbua kubeba, na ile amebeba mbalimbali ni machupa. Wewe ni mganga au wewe ni mhubiri? Ninajua chupa zote zinakuwa na waganga. Ganga yako na chupa hii ya dawa hii.
mganga. Mtu wa Mungu, mchupa ni sanini kwa baga yako. Baga yako ibebe Biblia na vitabu. Yes. Kama ni mafuta basi ulipata kwa Bwana, inakaa ndani yako. Amen. Haikai ndani ya mfuko. Haleluya church. Neno hili mnataka mtujue ya kwamba ni neno ambalo linatoka kwa Bwana. Yes. Anatupea mwongozo na mwelekeo. Yes. Soma maandiko. Wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Tena hatuna haja ya mtu kutufundisha juu ya mafuta, sababu mafuta iko ndani yako. Hatuna haja ya mtu kupoteza pendwa, sababu neno liko ndani mwako. Yes. Hakuna haja ya mtu kuenda kuambia umepotea, fanya hivi, kuja hivi nikubariki. Wengine wanadanganya tukuja nikufungue, kuja nikujaze. Utajaza mtu wewe na nini wewe? Mungu ndiye anajaza mtu. Mungu ndiye anafungua mtu. Kuna watu katika Yeremia chapter 1 verse 4, Biblia usisome. Biblia inatuambia kwamba nilimjaza, nilimjua kama angali tumboni mwa mama yake, nilimjaza, nilimtakaza na nilimfanya kuwa nabii. Basi wale ambao Bwana alifanya manabii ni wanabii, watatabiriwa, watapewa mwelekeo kupitia ndani ya kanisa, wakifundishwa na wale ambao wanajua ukweli. Amen. Sio wale ambao wamepotea katika njia. Ukiongozwa na mtu ambaye amepotea, wewe bado pia umepotea tu. Hakuna mahali utapata ufahamu. Yes. Utatembea katika giza. Yeah. Na kipofu hawezi furuta, kipofu mwingine wote kwa shimo. Biblia inasema. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha, lakini kama mafuta yake inavyowafundisha habari za mambo yote, habari za mambo yote tunafundishwa na mafuta. Na katika maandiko ingine ya Warumi 8:26 Biblia inaniambia kwamba hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho wa Bwana hutuombea na kutufundisha. Katika Psalms number 32 verse 8, Daudi akalilia Bwana, Bwana akamwambia, nitakufundisha nikikuelekeza na kukuonyesha njia. Amen. Amen. Sasa neno la Mungu likiwa ndani mwako linatufundisha. Haleluya. Amen. Hatujapokea roho kuiga. Sisi hatujapewa duplicate. Tulipewa original. Holy Spirit. Roho Mtakatifu wa Bwana ambao ni mafuta ikiwa ndani yetu, hatuna haja ya kufundishwa tena. Roho wa Bwana anakuguide, anakuelekeza na anakufundisha the way forward. Amen. 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 Continue. Tena ni kweli wala si uongo. Na ni kweli si uongo. Amen. Yani anathibitisha, that's the rubber stamp of the word of God. Anaweka rubber stamp kabisa, anatufundisha na ni ukweli na sio uongo. Yes. Yale anayosema ni ukweli na sio uongo. So, na kama yalivyowafundisha kama mlivyofundishwa ndani yake, kaeni ndani yake. Continue. Na sasa watoto wadogo kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Nilisungumzia last week ya kwamba atakuja. Tunaposoma Matendo ya Mitume inatuambia kwamba aliwapeleka Yerusalemu, akamwambia kwamba kaeni hapa mpaka mpokee neno la ahadi. Na walipokea Roho Mtakatifu akipaa juu. Na malaika akamwambia atakuja hivyo bila alienda. So mkaa ndani ya Bwana, msiaibike wakati wa siku ya kukuja kwake, muwe mmestahimili na mna neno ambalo mnatambua ni yeye anakuja. Amen. Amen. Umefika 29. So kama mkijua ya kuwa yeye ni mwenye haki, jueni ya kuwa kila atendaye haki amezaliwa na yeye. Amen. Oh, pigia Bwana Yesu nduru kidogo, mtu wa Bwana. Asante kwa Bwana. Nataka ufuate jambo moja ambalo tena linaweza kusumbua mafuta. 1 Corinthians 3:1-3. Nisomea haraka sasa, sitafafanua sana ili sitaki ionekane kuwa ndefu sana na watu wa Mungu wanachoka. Ni wanapoona ujumbe ikiwa ndefu, wengine wanakataa kufuatilia na ndani yake iko na mzingi. Na hivyo hata ndio nataka kuzungumza na manabii, walimu, pastor,
viongozi wa vijana, wale ambao pia hata mnaweka ujumbe katika mtandao, msimalizie watu kazi. Kumalizia watu kazi maana yake ni nini? Wakati wanaandika kitabu yote wanafafanua mahali pale, watu haupei mtu homework. Peana heading, peana mtu kitabu aenda asome. Kwa sababu ukiandika kitabu kama First Peter na unasomea yote, paragraph yote, kuna watu wengine hawajapewa simu ambayo iko na internal memory kubwa. Haiwezi beba hiyo itu yote. Inaenda kidogo na nyingine inakataa kufunguka. Na mchungaji pia hiyo ujumbe unatumanga mimi pamoja na kiongozi wa vijana na wengine. So mwasiliane wakati unapoweka kwa mtandao, muweke kitu fupi. Na kuweka kitu fupi, peana vitabu. Peana kichwa cha heading ya ujumbe, peana kitabu fulani. Sasa mtu aenda asome mwenyewe. Akishasoma akicomment ndio jua kwamba huyo mtu amesoma. Na wengine wanakomeninga hata anaangalia hata Pastor George wacha niseme thank you for the word of God. Hajasoma. Hakuna kitu amesoma. Lakini anataka kuonyesha kwamba ameona kitu. Ana comment na ukimuuliza umeelewa, hakuna kitu ameelewa. So mpeane vitabu na uambie kiongozi pastor wako mdogo, hiyo ndio huwa anafanya. La pili, sijamuona last Sunday, leo sijamuona na sijui ni kwa nini. Tumekuwa tukilala hapa pamoja. Pia hilo ulifuatilie. Somea maandiko dada. Iko tu katika sehemu ya ujumbe, sijaenda out of the topic. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorintho. Yes. 1. 3 kuanzia 1. 3 kuanzia 1. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula. Kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Kwa sababu mlikuwa hamjakiweza kukula chakula. Paulo anazungumzia na kanisa, barua ya kwanza kwa Paulo kwa kanisa la Wakorintho. Anaambia kwamba hakuweza kusema nao kama watu wa tabia ya kirohoni. Hakuweza kusema nao kama tabia ya watu wa tabia ya mwilini. Bali aliwasema nao kama watu wa tabia ya watoto wachanga ambao walikuwa bado wanastahili kukunywa maziwa, na aliwanyesha maziwa kwa sababu hawangeweza kustahimili kukula chakula. Kile chakula hawangekiweza. Yaani maana yake hawakuweza kufunuliwa kuweza kupokea neno hili linaweza kuwezeshewa wapokee Roho Mtakatifu. Sababu walikuwa wajatubu. Walikuwa wajaokoka. Siku hizo naona mtu anaombewa, alikuwa amepakawa na mapepo, watu wanamwombea, afuta kuomba mapepo hajatoka, mtu anaanza kusema Roho Bwana asante, anaanza kushukuru Mungu ati dada amepokea, ndugu amepokea. Sasa wanapewa mapepo rubber stamp ya Holy Spirit. Ndiposa mtu kwa kanisa anafanya vituko tu. Bisanga tu. Paulo alichunguza ule ambao bado anaweza. Lazima wa Kristo tuanzesi tujua kwamba hiki chakula kinaweza huyu mtu. Just why God alichagua watu katika kanisa, apostol, manabii, mitume, wainjilisti na walimu. Maana yake watu wafundishwe, watu waelekezwe, wajue nini. Tutachukua chakula ya mtoto mdogo, wale wamekaa pale, tuanze kuambia mambo ya Roho Mtakatifu. Anajua Roho Mtakatifu ni nini? Anajua anafanya nini kazi gani? Anajua? No. Unaona siku hizo unaenda kama kanisa nyingine, hata wengine wamefunga watoto wadogo vitambaa kubwa, ati mtoto huyu ako na Roho Mtakatifu. Mtoto alibatizwa siku gani? Amefundisha mambo ya Roho Mtakatifu siku gani? Sasa huyu mtoto kwa kanisa ndiye anafanya vituko. Anafuruta watu akiwaangusha chini, ati mtoto ako na Roho Mtakatifu. Roho baba na mchafuko. Baba alinituma niongee na Kenya na dunia yote. Roho baba sio mchafuko. Roho baba ni wa utulivu na mwelekeo. Ni roho wa utaratibu. God of order. Ni Mungu wa utaratibu. Ya utaratibu. Umefika 3. Okay, 2 katikati. Yes. Naam, hata sasa hamkiwezi. Hata Paulo akawaambia hata sasa iko chakula bado hamwezi. Continue. 3. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Sasa hiyo ndilo jambo bado lilifanya Paulo akawaambia hiyo chakula sasa bado hawawezi, kwa sababu hao ni watu wa tabia ya mwilini.
Amen. Amen. Mtu aliye na tabia ya mwilini hawezi chakula hicho kwa sababu kinamshinda uzito. Haleluya church. Tuko pamoja? Ndio. Tatu imeisha. Bado. Hiyo ni kwa sababu nilikwambia sasa hiyo mafuta ambao vitu ambao ukichanganya ndani ya mafuta haiwezi ikawaka. Continue. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, Ikiwa kwako kuna ushuhuda na vitina. je, si watu wa tabia ya mwili? Sasa wewe ni mtu wa tabia ya mwilini. Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Na unaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Sasa ukiwa katika hiyo hali, wewe ni mtu wa tabia ya mwilini. Sasa hiyo chakula haukiwezi. Yes. Nisomee Waefeso 5:18 mpaka 21. Haraka haraka naongelea mambo ambayo inafanya mafuta iwe na nguvu na inaweza fanya mafuta iwe dhaifu ndani yake ikose nguvu. Waefeso 5:18-21. Waefeso 5 mstari wa 18. Tena msilewe kwa mvinyo, Na wanaambiwa watu wa Mungu wasilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. bali mjazwe Roho. Unaona, mtu wa Mungu hata ndani ya kanisa ana ufisadi. Mtu anapanga na mshirika wake jinsi ataibia mtu mwingine. Mtu anapanga ya kwamba fulani atakuja kwa shida, mwambie Mungu anasema hivi, leta kondoo, leta sacrifice, leta fanya dedication. Hiyo ni ufisadi. Umelewa kwa mvinyo ufisadi. Bali ujazwe Roho. Soma maandiko. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi za kiroho. Amen. Amen. Tenzi za kiroho, kusemezana. Jambo unalotaka kufanya mteule, jambo unalotaka kufundisha mtu, lazima unisemezane katika tenzi na zaburi. Amen. Endelea. Mfika ngapi? Huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Tukiimba na kushangilia Bwana mioyoni mwetu. 20. Na kumshukuru Mungu Baba siku zote. Na kushukuru Mungu Baba siku zote. Kwa mambo yote. Kwa mambo yote. Katika jina lake Bwana wetu Yesu. Katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Hali mnanyenyekeana katika kichwa cha Kristo. Tukiwa wanyenyekevu katika kichwa cha Kristo. Kristo Yesu ndio kichwa. Tusijafanye jambo lolote liwe kichwa katika mpango yetu. Usifanye neno lolote liwe kichwa katika mpango zako. Bali Yesu Kristo ndio kichwa. Soma tu hiyo Efeso hiyo 6:3 peke yake. Waefeso 6 mstari wa 3. Yes. Upate heri. Tupate heri. Ukae siku nyingi katika dunia. Ukitembea katika mwangaza utakaa siku nyingi katika dunia. Haleluya. Amen. Psalms chapter 5 verse 8. Tutasoma vitabu vika hapa kwa sababu tumekuja kusikia neno, na neno ndilo serikali imesema tutume, tupeperushe. Sasa neno lazima tulitume kwa wingi. Na Paulo akasema neno la Mungu likae ndani wetu kwa wingi. So kubali kupokea neno, mtu wa Mungu, na usome neno likuelekeze, neno likushauri, neno likutawali. Psalms number 5 verse 8 inasema nini? Only 8. Alafu tunasoma Psalms 25 verse 5. Tunatafuta vitu ambao vinaweza fanya mafuta ya Bwana ipotee ndani mwako. Continue. Zaburi 5 mstari wa 8. Bwana uniongoze kwa haki yako. Bwana akuongoze kwa haki yake. Haki. Daudi akaomba Mungu akisema, Bwana uniongoze kwa haki yako. Watu wa Mungu wengi wanataka Bwana aongoze kwa haki zao. Wanapanga nini? Wanataka Bwana waongoze. Wacha Bwana kuongoze kwa haki yake. Mstari wa 25 chapter 25 verse 5 inasema nini? Tutaenda tuna Psalms mpaka tufika 139. Ndio tuende kwa vitabu vile alafu tumalize ujumbe. Soma Zaburi 25 mstari wa 5. Uniongoze katika kweli yako. Na Bwana uniongoza katika kweli yako. Na kunifundisha. Na Bwana unifundishe. Maana wewe ndiwe Mungu wa wokovu wangu. Maana wewe ndiwe Mungu wa wokovu wangu. Na
nakungoja wewe mchana kutwa. Nakungoja wewe mchana kutwa. Oh Jehova sana. Daudi akalilia mbele za Bwana, uniongoze kwa ukweli wako. Kwa kuwa wewe ndio wokovu wangu Baba. Ninakungoja wewe usiku na mchana. Ninakungoja Baba uniongoze. Mtaule, wacha Bwana kuongoze. Wacha Bwana kuelekeze. Wacha Bwana kushauri. Ngojea Bwana kuelekeza mtaule. Oh, asante Joe. Asante. Psalms 27:11. Zaburi 27 mstari wa 11. Yes. Bwana, Bwana, unifundishe njia yako. Nifundishe njia yako. Na kuniongoza katika njia iliyonyoka. Na uniongoze katika njia iliyonyoka. Njia za Bwana zimenyoka. Na Bwana akikufundisha njia zako zitanyoka. Mipango yako itanyoka. Project zako zitanyoka. Kila mikakati yako itanyoka. Maisha yako itanyoka. Ndoa yako itanyoka. Biashara yako itanyoka. Sababu umesaka Bwana akufundishe. Haleluya. Wengine hawataki kufundishwa na Bwana. Daudi alilia Bwana mfundishe. Sombe 31:3. Psalms 2. Tuko Psalms. Sasa nakupa mwelekeo na muongozo ya kukaribisha huyu Bwana akae karibu na wewe ili mafuta ya Bwana ikae ndani yako. That's why natembea katika Biblia jinsi hata mtumishi wa Mungu Daudi alikuwa anaomba mbele za Bwana. Kubali ili Bwana akuongoze. Continue. Zaburi 31 mstari wa 3. Ndiwe genge langu. Wewe ndiwe genge langu. Na ngome yangu. Na ngome, sijui kama unaelewa ngome. Ngome ni mahali ambapo imesingirwa, imetengenezwa, hakuna jambo linaweza pita liweze likuaffect wala likuue au likupiga, hapana. Iliitwa ngome katika lugha ile ya Kiebrania, ngome yangu. Sasa Bwana Mungu awe ngome yako, mteule Mkristo, Bwana awe ngome yako. Mtumishi wa Mungu, Mungu awe ngome yako. 3. Kwa ajili ya jina lako. Kwa ajili ya jina lako niongoze, unichunge. Bwana kuongoze na Bwana hakuchunge. Wengine hawataki kuchungwa na Bwana na wengine hawataki kuongozwa na Bwana, wanataka kujiongoza wenyewe. Na Biblia inaniambia katika Proverbs ya kwamba njia za mtu mbaya zinaonekana nzuri machoni pake yeye mwenyewe. Psalms 139 23 to 24. Tutakuwa tunamaliza Psalms. Na Bwana atatusaidia. Asante Yesu. Bwana tubariki tuonekane. Psalms 139 verse 23 to 24. Zaburi 139 mstari wa 23 na 24. Mungu, unichunguze. Ujue moyo wangu. Na ujue moyo wangu. Unijaribu. Uyajue mawazo yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Ukaniongoze katika njia ya milele. Na uniongoze katika njia ya milele. Mtumishi wa Mungu Daudi akalia mbele ya Bwana akasema, Bwana niongoze na unichunguze. Uangalie ndani yangu uone kama kuna mahali naenda kinyume. Kuna mahali nimetoka katika njia ile ambayo inasababisha nipate majuto. Kuna njia ambayo ukitembea, kuna njia ukifuata mtaule inaleta majuto ndani yako. Daudi akalia akamwambia Bwana nichunguze, uniongoze. Uone kama kunayo njia itakayoleta majuto ndani yangu. Ndipo watu wa Mungu wengine wanaenda katika njia zao, mwisho wanaenda kujuta, wanasema ningejua singefanya hiyo. Ningejua singewacha huyo bwana yangu. Ningejua singewacha huyo mke wangu. Ningejua singeresign hiyo kazi. Ningejua singeiba kwa kazi nifutwe. Ningejua singetukana mdosi. Ningejua singedanganya nilikuwa mgonjwa, ningeenda kazi ili nisifutwe. Kuna vitu vingi ambavyo inaleta majuto katika maisha ya ulimwengu. Na hiyo ndio inafanya watu wa Mungu wanaishi maisha ya uchungu, wanaishi maisha ya shida, kwa sababu waliruhusu njia nyingi za kuleta majuto ndani mwao. Haleluya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana bariki neno. Basi wacha tuangalie katika Romans number 8 verse 14. Romans number 8 verse 14 to 18.
Paulo anazungumzia kanisa la Warumi, anawaambia nini? Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu. Hatukupokea tena roho wa utumwa uletayo hofu. Bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Tulipokea roho uletayo utumwa, ambao kwa hiyo twalia Aba, yaani maana yake Baba. Hatukupokea roho wa uoga, hatukupokea roho wa kufadhaishwa, hatukupokea roho wa kutishwa, hatukupokea roho wa kuongezea vitu ndio afanye kazi. Tulipokea roho wa Bwana ambao tunalia Baba, Baba. Amen. Haleluya. Continue mtu 18. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu. Roho mwenyewe anashuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Kwa kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi. Tu warithi. Kama basi sisi ni watoto, sisi ni warithi. Sijui kama unaelewa mtu anaitwa mrithi. Yes. Hata nyinyi wengine umeandika maid, shamba boy, ufanya kazi wengi katika maboma zenu, lakini hakuna siku unaweza mpa urithi. Mwaona? Wakati unataka kugawa shamba, naambia wewe maid, umenifanyia kazi sana kuja hapa kugawa shamba. Pastor, mwaona? Kwa sababu ni mfanyakazi. Sasa wengi wamekosa kupata urithi kwa sababu ni wafanyakazi tu. Hawajajitambua kwa sababu walipokea roho na wakaruhusu njia zingine siingie. Lakini wale ambao waliruhusu roho Bwana ni warithi. Soma. Na kama tu watoto, basi tu warithi. Tu warithi. Warithi wa Mungu. Warithio pamoja na Kristo. Warithio pamoja na Kristo. Naam. Tukiteswa pamoja naye. Ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Asante. Tumisha Mungu Paulo kwa hilo neno kuandikia kanisa wa Roma. Hiyo ilikuwa Roman number 8 verse 14 to 18. Basi tuangalie katika Matthew chapter 4 verse 1, only verse 1. Only verse 1. Na tunasoma Luka 4 verse 1. Namalizia hapo. Biblia imetuambia pale tuteswe pamoja naye ili tuwe warithi pamoja naye. Sasa hapo naongea juu ya mateso ambao inapata mpako wa mafuta wa Bwana, au mateso ambao inaweza patana na mafuta ya Bwana. Amen. So Mathayo 4:1. Mathayo mtakatifu 4 mstari wa kwanza. Kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani. Ili ajaribiwe na ibilisi. Sasa watu wa Mungu ambao umepewa mafuta iko ndani yako, unapandishwa na roho. Na kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Mpaka mafuta ya Mungu, majaribio iko. Majaribio itakujaribu. Majaribio itakuja kwa sababu ya mafuta uliyoyabeba. Luka 4:1 inasema nini? Luka mtakatifu 4 mstari wa kwanza. Ndio. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordani. Akaongozwa na Roho. Muda wa siku 40. Nyikani. Sijui kama unaelewa nyika. Nyika ni mahali pana shida. Nyika ni mahali tabarare. Nyika ni mahali pana vituko. Nyika ni mahali ambao watu hawajapokea neno. Nyika tunaweza kuanisha na watu wa mataifa. Watu ambao wamejaa na wamelewa kwa vileo. Watu ambao wako rahisi hata kutukana kanisa. Wako tayari kutukana hata kanisa lako. Wako tayari kutukana wokovu wako. Wako tayari kukuasesi. Bila hujui kufaa. Bila hujui hauna viatu. Bila unaomba. Kwa sababu hao ni watu wa nyika. Lakini Yesu akapandishwa na roho. Akaingia nyika siku 40 ili ajaribiwe na ibilisi. Teule
tutakapojaribiwa na ibilisi, tutakapojaribiwa na jambo hili, tujue kwamba tumepandishwa na Roho wa Jehova, tumejazwa Roho Mtakatifu ambao ndiye mafuta tuliopewa. Tuambie Bwana atusaidie. Yesu hakuweza kushindwa, alishinda. Na vile Biblia inasema kwamba tuwe warithi pamoja naye, basi tunafaa kushinda jinsi yeye alivyoshinda. Si ati tushinde turudi nyuma, si ati tushinde tuinue mikono. Unapata watu wameweka visurani, vikwazo. Watu wa Mungu walikuwa waombezi, watu wa Mungu walikuwa wanaimba vyema, walikuwa wanahubiri. Mtu alirudi nyuma, ukimuuliza na akona vikwazo, akona visingizio, anasema mimi fulani ndiye alinikwaza, fulani ndiye nikiona fulani kwa kanisa roho yako iko wengi mzuri, nikiona fulani roho yako haimpendi. Wewe ni nani? Uko na mafuta gani umebeba? Basi ulibeba mafuta ya dunia, ulibeba mafuta ya chupa, ulibeba mafuta ya kutengeneza na akili za wanadamu. Lakini kama ni mafuta ya Roho Jehova ambao Bwana alikupa, hiyo mafuta haina ubaguzi, hiyo mafuta ina upendo, hiyo mafuta ina uvumilivu. Paulo anasema katika Wakorintho 13, anasema kwamba tujaposema kwa lugha za malaika na za wanadamu, kama hatuna upendo, tumekuwa shaba iliyo na upito ufumao. Yes. Na tunapata toa miili yetu ichoma motoni, kama hatuna upendo sio kitu. Yes. So Roho Bwana anasema ni upendo, Roho Bwana ni ujasiri, Roho Bwana ni kuvumilia, Roho Bwana ni kushinda jangwa, Roho Bwana ni kutembea nyikani akibadilisha. Amen. Amen. Ninajua kwamba neno ambalo Bwana ameweka ndani yangu siku ya leo niseme na wewe, ndio hilo nimekupa. Basi ulipokee na nikusaidie, lipokee na likuongoze, lipokee likuelekeze na likufanye kwa ibara. Na kuanzia leo jua kwamba wewe niwe chupa ya Bwana iliyobeba mafuta ya Mungu. Amen. Bwana mwenyewe aliweka ndani. Amen. Sio ya mwanadamu aliweka. Ile ambao Bwana mwenyewe alikuwekea. Yes. Na mafuta aliyokuwekea ni ya kushinda majaribio. Amen. Mafuta aliyokuwekea ni ya kushinda mawimbi. Yes. Mafuta aliyokuwekea ni ya kubadilisha watu wa mataifa. Amen. Ili wamjue yeye. Muwe mrithi pamoja naye. Basi Bwana wabariki, Bwana wasaidie. Wacha tuombe pamoja na wewe. Asante. Simba wa kabila wa Yuda, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, wewe ni wa Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambao Bwana kwa ajili yako tulipata kibali cha Roho Mtakatifu. Mungu wa Isaka, Roho uliotupa Mungu wetu si roho wa uoga, wala si roho wa mituko. Ni roho wa upendo, roho wa ujasiri, roho wa moto, roho ambao anafungua waliofungwa, roho ambao anakomboa, roho ambao anaweka njia pasipo na njia. Huyo ndio roho aliweka njia katika bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakapita ndani ya bahari kama nchi kavu. Tuna imani na huyo roho wa Jehova Yesu akafungua nchi yetu, akaponya nchi yetu, na kabadilisha watu wa Mungu ili wapate kumjua. Waliofungwa wafunguliwe basi wanarudi. Asante kwa neno lako na Roho Mtakatifu Jehova. Nina imani ya kwamba hilo neno linaponya mtu. Hilo neno litaokoa mtu Jehova. Hilo neno litainua mtu mahali. Hilo neno litafungua mtu masia. Asante Jehova, wewe kila jambo. Na inua kila nafsi iliyo ndani ya nyumba mkononi mwako Baba. Linda wapendwa. Wapiganie watokapo waingia hapo. Mahitaji yao naweka mkononi mwako Jehova. Ninasimama kinyume na kila maroho zote za angani, kila maroho za baridi za nchi kavu, kila majini watawala wa nchi. Asante. Wangu wako mkononi mwako. Pokea sifa jemedari. Wakati umefika kwa damu yako. Damu yako inaweza. Tunainua makanisa, madhabahu mkononi mwako. Angalia kwa ajili ya wataalamu. Waliweza Baba kushauri viongozi. Ndio Baba. Neno lako likarudishwa nyuma. Ndio. Na wakaweka mambo ambayo haifai mbele. Yes. Mambo ambayo sio ya mikakati kawekwa mbele Jehova. Lakini Mungu wetu, neno lako ambalo ndilo ngao. Yes. Ambao ulisema vitu vyote vitaisha. Lakini neno lako litabaki. Neno likarudishwa nyuma jemedari. Yes. Watu wanafijiliwa na majini. Yo. Watu wanafijiliwa na uchawi. Yes. Watu wanafijiliwa na uganga. Yo. Watu wanafungwa na shida. Yes. Watu wa Mungu wanateseka dunia yote. Yo. Kwa ajili na Bwana limewekwa chini. Yes. Na jinsi unavyojua Mungu wa Israeli, ulituelekeza na kutuambia kwamba tunafaa kufanya jinsi watawala wanasema. Yes. Tufate
na tusikie. Hivyo ndivyo makanisa imefanya. Na Bwana Dewa ameteka advantage ya kuinuka kinyume, kutaka kukalia kiti, kijua kwamba anaweza. Lakini roho Jehova ananena pamoja nami ya kwamba shetani hauwezi lolote. Shetani hauna mamlaka. Na wakumeisha. Kasi yako imeisha. Mamlaka zako zimeisha. Tunasushusha chini katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza uhuru kwa watoto wetu. Ndio Baba. Baba, wakati tumekuwa katika maombi, umeweza kunifunulia Bwana. Nimeona jinsi watoto wa kike, wasichana wanaoana wenyewe kwa wenyewe. Nimeona hata wanaume wanaoana wenyewe kwa wenyewe. Hiyo ni ufalme wa giza Baba, ulikuwa umezungumzia, ulikuwa umeangaza jemedari. Sikosi Baba kuinua hilo neno mbele yako, nikinyamazisha kila ufalme wa angani, kila ufalme wa baharini wa nchi kavu, kila nguvu za giza na ukahaba, uchafu na uzinzi wote, wewe washba, katika jina la Yesu Kristo, nikapata kushindwa. Yesu Daudi, watoto wako wafunguliwe. Watoto wetu wafunguliwe. Watoto wetu wafunguliwe, wakujue wewe. Wafunguliwe basi wa Daudi. Asante Roho Bwana. Na si watoto peke yao. Kuna wanaume wazee. Kuna wanaume wakubwa. Kuna mama wakubwa. Kuna wanawake wakubwa. Ambao wanafanya mambo ya uzinzi. Wenyewe kwa wenyewe. Njia ambao ya kukuchafua. Na kukosa kujua kwamba wewe ni nuru. Nuru yako itangaza siku zote za maisha yetu. Tupate kuwa warithi ndani mwako Jehova. Pokea heshima nabii. Jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu makofi. Asante. Bwana Yesu awabariki kanisa. Awabariki nyinyi nyote. Nasaidiwa sana mkae katika maombi. Tutaendelea na maombi hata tena next week from tomorrow. Bado tu katika hali ya fast na kuomba. Ikiwa unawezeshewa kufika kanisani hapa, kuja kwa uombezi. Kama huwezi basi nyumbani kule, basi jue katika maombi, kwa sababu inalinganisha. Yani kawa uko na kazi ambayo imekufunga huwezi fika hapa, lakini nataka mkae katika maombi. Na jambo Bwana tayari amesha kubali kufungua na kuondoa jangwa hili la ugonjwa, na tayari Mungu amekubali. So ni jambo moja tu, Mungu mwenyewe atembelee wale ambao wanaongoza nchi, pia wapate ufahamu wa kuelewa ya kwamba Bwana amekubali. Ninajua naposema hivi linaweza onekana maybe machoni pa wataalamu tofauti, sababu wanaona idadi ya wagonjwa ina increase. Basi idadi ya wagonjwa itaendelea ku increase kwa sababu ya mikakati na mpangilio yao jinsi walivyopanga. Lakini shetani pia hataki ile jambo liishe kwa sababu anang'ang'ana. Na tunafaa kuwa katika imani moja ya kwamba Deva ameshindwa, ndiposa tuwe tumewini. Amen. So mbarikiwe. Ni mimi wenu Bishop Gabriel Gesa. Bwana wabariki. Tutakutana na nyinyi masaa kama haya kwa majalia yake Bwana. Mungu awabariki. Amen. Asante sana. Thank you.